Hayo ameyasema mbunge wa Ikungi Mashariki Thomas Mgonto alipoenda kuchangia milioni 1 kwa ajili ya kusaga mahindi yaliyotolewa na kanisa la Anglikana Ikungi. Na hivi sasa hivi na taarifa nilikuwa na ziara, nimeshuhudia shule zimefunguliwa. Unakuta shule moja kuna watoto zaidi ya 50 hawajaripoti mpaka leo. Sasa wazazi, kama tunakaa na watoto wetu, hatuwatumi waende shule, hatuwafukuzi nyumbani, tunalea hawa watoto nyumbani bila kupata maarifa. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya faida ya nani? Mtoto ukimwacha hivyo inakuwa mzigo kesho na kesho kutwa kwake yeye, katika jamii, na kwako wewe mzazi. Kwa hiyo ni wasihi tuhakikishe watoto wetu tunawatuma, tunawapeleka shule, ikishindikana tuwasindikize hata kwa viboko. Na mwenyekiti huko hapa, mimi nikuombe sana, katika kata hii ama kijiji changu isitokee hata mtoto mmoja asiripoti shule. Lakini bado kuna shule nyingi, taasisi mbalimbali zinajaribu kutengeneza mazingira ambayo ni rafiki zaidi. Kama mtu anaona shule zingine ziko mbali, pengine ni umbali mrefu, bado kuna shule zingine ambazo ziko mazingira ya karibu. Lakini sio hivyo tu, bado kanisa linazidi kutoa misaada mbalimbali. Nimeona hapa kuna misaada ya uniform, madaftari, kalamu. Ni siku zaidi ya 60 zimepita sasa tangu shule zifunguliwe, ambapo baadhi ya wazazi hawajawapeleka watoto wao shuleni. Hapa wanaeleza umuhimu wa shule. Nitafanya bidii kuhamasisha watoto wale ambao hawaendi shule ili waweze kwenda shule. Nyuma ilikuwa mambo magumu, lakini kwa ajili ya kuletewa huu msaada, naona watoto watajitahidi kwenda hata shule. Ninapenda watoto waende shule wapate elimu. Hili ni taifa la kesho. Na hata wazazi wetu wenyewe mwenye mtoto anayesoma, yani ahamasie mwanae aende shule ili aje ajisaidie kuna leo na kesho. Katika zoezi hilo la kuhakikisha familia zinawapeleka watoto shule, kanisa la Anglikana Ikungi kupitia huduma ya mtoto na kijana limetoa tani 19.8 za mahindi kwa ajili ya chakula katika familia zisizojiweza. Kanisa litatoa chakula ambacho kwa familia hizi 198 mahindi yasiyopungua tani 19.8. Jitahidi sana kujenga majengo ili kwamba watu wake wawe na elimu, lakini watoto wanakataa. Tutakuwa na taifa ambalo halijui, yani watu wake hawajui maendeleo yoyote. Kwa hiyo niombe sana sisi kama wazazi tujitahidi sana kuwalea na kuwahimiza watoto wetu wapate elimu. Wakipata elimu, hiyo elimu itawasaidia wamjue Mungu.